naungana hapa na Profesa Ladislaus Mnyone. Yeye ni mkurugenzi idara ya sayansi, teknolojia na ubunifu kutoka Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Mimi ni Bakari Msuya. Habari ya asubuhi Profesa Mnyone. Habari ya asubuhi ni njema kabisa. Ndio. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuamsha salama. Tayari kabisa kwa kuzungumzia kongamano letu la e-learning Africa kwa mwaka 2025. Labda kabla hatujaenda kwenye kina kabisa. Kongamano hili linatarajiwa kufanyika Dar es Salaam. Nilitegemea lingefanyika hapa makao makuu ya nchi Dodoma. Kulikoni? Nashukuru, ni swali zuri. Maamuzi ya kufanyika makongamano kama haya huwa yanachukua kitambo kidogo, na vile vile katika kutoa maamuzi kwamba ni wapi yafanyike, kuna vigezo na sifa mbalimbali ambazo huwa zinaangaliwa. Ukiachilia mbali tu fursa za wadau wengi zaidi kuweza kufika na kushiriki kwenye kongamano, lakini vile vile kutoa fursa kwa nchi mwandaji mwenza au nchi mwenyeji kutumia vizuri fursa za kibiashara. Yeah. Kwa hiyo ninaamini kwamba kuchaguliwa kwa jiji la Dar es Salaam kulizingatia pia fursa za kibiashara, lakini urahisi wa washiriki mbalimbali kuweza kufika. Lakini naamini pia tukiweza kufanya vizuri kwenye kongamano hili, bado tutatoa fursa kwa kongamano hili au yanayofanana na hayo kufanyika kwenye jijini Dodoma kwa maana ya makao makuu ya nchi yetu. Kongamano hili limeshafanyika katika nchi 17 hapo awali, likianza 2005, lakini 2011 lilifanyika hapa nchini Tanzania. Na baada kuzungumzia swala ya fursa hapa, labda kongamano la kwanza ambalo lilifanyika Tanzania 2011. Labda nataka uniambie ni manufaa gani ambayo mmenufaika nayo kuanzia kipindi kile mpaka hivi sasa, mmeamua tena au mmependekezwa nyinyi kuwa wenyeji wa kupokea washiriki kutoka mataifa mbalimbali zaidi ya 60 watarajiwa kuhudhuria kongamano hili mwezi Mei tarehe 7 mpaka 9. Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kwanza tu labda niseme hivi kwamba washiriki ambao tunawategemea kutoka katika makundi mbalimbali, bila shaka nitazungumzia. Yeah. Hadi sasa kwa kumbukumbu tulizonazo tuna washiriki kutoka takriban mataifa 82 duniani. Maana amevuka kipindi kile kwa 65, sasa inaenda mpaka 80. Mafanikio makubwa hayo Profesa. Niseme kwamba kwa sehemu kubwa washiriki hawa wanatoka katika mataifa ndani ya bara la Afrika. Yeah. Lakini vile vile kama unavyofahamu, hususan tunapozungumzia matumizi ya teknolojia, vile vile tunatoa fursa kwa mataifa mengine kushiriki, kwa sababu sisi ni bara la Afrika, lakini kama bara la Afrika hatuwezi kuishi kama kisiwa. Yeah. Kongamano hili kama ulivyosema limeshafanyika mara 17 katika nchi mbalimbali za Afrika, ikiwemo Tanzania mwaka 2011. Yeah. Kipindi hicho kongamano hili lilifanyika kwa nchi chini ya uratibu iliyokuwa Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi. Yeah. Kwa mnaokumbuka kipindi kile waziri wa wizara hii alikuwa Mheshimiwa Shukuru Kawamba. Yeah. Namkumbuka. Malengo makuu ya kongamano hili kama ilivyo sasa vile vile ni kuleta wadau kutoka katika makundi mbalimbali kwa ajili ya kujadili, kubadilishana uzoefu na kukubaliana mipango na mbinu za pamoja kama bara la Afrika itakayosaidia kuongeza sio tu matumizi ya teknolojia za kidijitali, lakini mchango wa bara la Afrika katika kuzalisha teknolojia hizo ili ziweze kutumika kwingine. Kwa sisi tunakuwa ni watumiaji, lakini ni vile vile msingi mwingine lazima tuhakikishe kwamba tunakuwa sehemu ya mchango kwa masuala ya utafiti na ubunifu yanaingia moja kwa moja. Sasa tulipata fursa mbalimbali. Yeah. Ambazo moja ya fursa hizo niseme ni kwamba wataalamu wetu lakini na nchi kwa ujumla iliweza kupata uzoefu na iliweza kutengeneza kuja na programu za ushirikiano baina ya nchi na nchi, baina ya mashirika, baina ya kampuni mbalimbali, ambao ukiangalia kwa sehemu kubwa tukizungumzia teknolojia za kidijitali kwa sasa matumizi yake yamekuwa
mara kadhaa ukilinganisha na mwaka 2021. Kwa mfano ukiangalia kwenye sekta ya afya, ukiangalia kwenye sekta ya elimu, ukiangalia kwenye sekta ya fedha, kwa sehemu kubwa sana tumeongeza tija na ufanisi kutokana na matumizi ya teknolojia za kidijitali. Kwa hiyo kuna fursa ambazo zilizalishwa ambazo zimetusaidia kufika hapa. Profesa, tuvunje idara moja kwenda nyingine. Tuanze katika upande wa elimu, na nyinyi kama waratibu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, yapi ambayo mnanufaika nayo kutokana na e-learning nyinyi kama sekta ya elimu hapa nchini? Tumenufaika na nini mpaka hivi sasa tunakwenda kuwa wenyeji ikiwa ni mara ya pili Tanzania? Nakushukuru sana. Yako mambo mengi, lakini nitazungumza baadhi. Na kwanza kabisa, kama nilivyosema, kuna programu za ushirikiano ambazo zinalenga kuzalisha na kuongeza matumizi ya teknolojia za kidijitali. Programu hizo zinajumuisha programu za kujengea nchi uwezo wa rasilimali. Kwa hiyo kuna fursa za mafunzo ambazo zinafanyika mathalani kwa walimu, lakini vile vile kwa vijana wa Kitanzania. Hapa hatuzungumzii tu yale mafunzo katika ngazi labda za umahiri, uzamivu na kadhalika, lakini tunazungumzia pia yale mafunzo ya muda mfupi. Kuna program kama hizo. Lakini vile vile ukiangalia kwa sehemu kubwa kuna teknolojia katika elimu za kidijitali ambazo tumeanza kuzitumia, ambazo zimezalishwa katika nchi zingine. Hii pia inatokana na mahusiano ambayo tumeendelea kuyajenga kwa kupitia kongamano hili, lakini vile vile na platforms zingine. Lakini vile vile ukiangalia kwa upande mwingine, kuna fursa ambazo zimejitokeza nyingi za mashirikiano katika utafiti na ubunifu. Kwa sababu ukiangalia nchi yetu, pamoja na kwamba tunatumia teknolojia hizi, lakini kuna muendelezo mzuri sana katika utafiti na ubunifu kwenye eneo la teknolojia za kidijitali. Lakini vile vile kwenye upande wa usimamizi au ubora katika matumizi ya teknolojia za kidijitali. Hapa tunazungumzia mazingira ya kisera, tunazungumzia sera, tunazungumzia mikakati, tunazungumzia miongozo na kadhalika. Vile vile tumeweza kujifunza kwa nchi zingine namna ambavyo sera zao, namna ambavyo miongozo yao na mikakati na documents zingine zinavyosaidia kuhakikisha kwamba maendeleo ya teknolojia za kidijitali yanakwenda kwa kasi zaidi, lakini matumizi pia katika sio tu sekta ya elimu na katika sekta zingine yanakuwa, kwa sababu kama tunavyoelewa sekta ya elimu ndio msingi wa kila kitu. Kwa tukiwa na rasilimali nzuri yenye maarifa na ujuzi stahiki kwenye teknolojia za kidijitali, tunategemea kwamba hili pia litaongeza chachu katika maendeleo ya kiuchumi na kijamii, kwa sababu kutakuwa tunasema na trickle down effect ambayo itakwenda mpaka kwenye sekta zingine. Kwenye upande wa uchumi ambao mnauangalia kwa jicho la pekee kabisa, mkiwa mnajiandaa kupokea huu ugeni kutoka mataifa mbalimbali hapa Afrika, yapi ambayo tuyategemea kutoka katika upande wa uchumi? Upande wa uchumi mchango ni mkubwa, kwa sababu kwanza kabisa kiangalia makundi mbalimbali ambayo yatashiriki, pamoja na kuzungumzia wanataaluma, watafiti, wabunifu, wawekezaji, lakini wafanya biashara mbalimbali na wawekezaji kutoka nchi mbalimbali watakuwa sehemu ya kongamano hili. Kwa kama nchi pia tumejipanga kuhakikisha kwamba yeyote atakayepata fursa ya kuja nchini, sababu kwa sasa kwa mfano tunazungumzia washiriki takriban 1225 kwa kumbukumbu tulizo nazo mpaka leo. Nategemea washiriki 1225. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tukiweza kutangaza vizuri fursa za kiuchumi, za kibiashara, lakini tukatangaza vile vile vivutio mbalimbali tulivyonavyo nchini, ina maana hiyo inatoa fursa ya moja kwa moja ya kuchagiza uchumi wetu, kuchagiza maendeleo yetu. Kwa sababu ukiangalia eneo dogo tu kwamba huduma na bidhaa ambazo hawa washiriki watazihitaji katika nchi yetu, hususan jiji la Dar es Salaam, pengine na maeneo mengine ambayo yako pembezoni, tukijipanga vizuri, hiyo kwa sehemu kubwa sana inaweza kuwa na mchango katika kuchagiza uchumi wetu. Lakini kuna fursa kama nilivyosema, kuna fursa za uwekezaji. Bahati nzuri kituo chetu cha uwekezaji Tanzania watakuwepo kwa ajili ya kueleza fursa ambazo nchi yetu inazo. Tuna bodi ya utalii Tanzania itakuwepo kwa ajili ya kuzungumzia vivutio mbalimbali,
Wengine tuna shirika letu la reli, lakini na wadau wengine mbalimbali ili waweze kuitumia fursa hii kwa ajili ya kuchagiza uchumi. Na uchumi na uzungumzia hapa, tunaweza tukazungumzia kwenye zile siku 3. Lakini mimi naangalia mbele zaidi kwamba wale washiriki wanapokuja nchini wataona fursa mbalimbali ambazo pengine baada ya muda, katika muda wakati na muda mrefu watavutiwa kurudi Tanzania kwa ajili ya kuwekeza, kwa sababu wataona fursa mbalimbali. Na ninatamani kama Mtanzania ambaye natamani kuona teknolojia za kidijitali zikitumika vizuri kwa ajili ya kuongeza tija na ufanisi kwenye sekta mbalimbali ili kuchachua maendeleo ya nchi yetu. Ningetamani sana kuona wawekezaji wakubwa wa nchi mbalimbali wanakuja kuwekeza Tanzania. Tanzania kuna bunifu mbalimbali katika sekta ya elimu ambazo tungetamani sasa ziende hatua ya pili, ziende kwenye matumizi. Lakini vile vile inaweza hizo zikawa ni fursa za kibiashara, sio tu kwa nchi ambazo zinakaribiana na Tanzania, lakini pia kwa mataifa mengine. Ukiona wawekezaji wakubwa ndani ya nchi ambao tayari wana network kubwa, ina maana kwamba kuna uwezekano wa teknolojia zinazozalishwa Tanzania sio kuuzwa tu ndani ya bara la Afrika, lakini vile vile kuuzwa nje ya Afrika. Na itatusaidia pia kuweza kutoa fursa kwa vijana wetu ili tuweze kutengeneza rasilimali watu wenye maarifa na ujuzi stahiki kwa ajili ya sekta mbalimbali za maendeleo. Tuzungumzia upande wa elimu, upande wa uchumi, lakini pia kuna kipengele kingine muhimu sana ambacho nyinyi kama Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia pia mnakitazama kwa jicho la pekee sana, utalii. Taarifa zinaonyesha mmejipanga kweli kutumia kongamano hili kujitangaza kiutalii. Kwa namna gani mnakwenda kuwavutia na kuwanasa hawa wageni hawa zaidi ya 1000 hapa Tanzania ambao wanatarajiwa kufika hapa Tanzania? Nashukuru sana. Naomba kidogo kabla sijafika hapo nianzie kwa kusema kongamano hili lina sura ya kitaifa. Kwa hiyo Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ni mratibu, lakini kimsingi kutokana na sura ya kitaifa ya kongamano hili, sekta zote zinahusishwa ikiwemo pia sekta binafsi. Nitoe mfano tu katika sekta ya umma. Kuna wizara 14 ambazo zinahusika moja kwa moja kwenye maandalizi ya kongamano hili. Haimaanishi kwamba wizara zingine hazina mchango, lakini tunazungumzia ambazo zinahusika moja kwa moja, ikiwemo wizara 2 kutoka Zanzibar, ambao kuna Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali, lakini vile vile kuna Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi. Alafu kiangalia kwa Tanzania bara kuna wizara takriban 12 ambazo hizi zinashiriki moja kwa moja kwenye maandalizi katika ngazi ya kamati ya kitaifa ya wataalamu, lakini vile vile makatibu wakuu wanakutana kwa vikao mahususi kuona namna ambavyo Tanzania inajiandaa kwa ajili ya kongamano hili. Lakini vile vile tumehakikisha kwamba katika maeneo ambayo tuna fursa za kibiashara, fursa za uwekezaji, zile taasisi maalum kwa ajili ya maeneo haya zinakuwa ni sehemu kubwa ya maandalizi. Ndio maana nikasema kituo cha uwekezaji lakini vile vile na Tanzania Tourism Board. Bodi ya Utalii Tanzania. Ni sehemu na tuna wajumbe kwenye kamati yetu. Kwa hiyo tunachokifanya ni kwamba tumeanza kutangaza fursa, vivutio mbalimbali vilivyoko nchini, vilivyoko Dar es Salaam, pembezoni mwa Dar es Salaam, lakini na maeneo mengine ya Tanzania. Kwa sababu kama nilivyosema, kuna ambao wanaweza wakavitumia ndani ya siku 3 zile watakao kuwepo, au wengine wakaamua kwenda zaidi ya siku zile, wakaenda pia kwenye maeneo mengine ambayo yana vivutio. Kwa hiyo tumejipanga, tumeanza kutangaza hilo, lakini vile vile katika lile kongamano tutakuwa tunatengeneza fursa za washiriki kutembelea katika maeneo fulani. Kwa hiyo tumeangalia sana ile ratiba ya kongamano ili kuhakikisha kwamba tunatoa fursa, tunatoa muda huu katikati kwa washiriki hawa kuweza kutembelea vivutio mbalimbali, lakini vile vile kwenda kwenye maeneo mengine ambayo yatasaidia kuchagiza uchumi wetu, ikiwepo maeneo ya burudani na maeneo mengine ya huduma ambayo yako ndani ya Dar es Salaam. Kwa hiyo tunaendelea kutoa rai kwa wadau mbalimbali ndani ya jiji la Dar es Salaam na pembezoni kuhakikisha kwamba
kwa namna moja au nyingine wanajipanga kutumia fursa hii. Lakini kama nilivyosema pia, kituo chetu cha uwekezaji, mimi naamini kutokana na amani iliyo katika nchi yetu, kutokana na utajiri tulionao kwenye ardhi na rasilimali nyingine, mimi ninaamini kituo chetu cha uwekezaji kitaelezea vizuri zile fursa nazo, na hiyo kuweza kuvutia wadau kutoka nchi zingine kuja nchini kwetu kuweza kuwekeza. Kwa tunaamini kwamba hilo na mengine ambayo yatajitokeza yatasaidia kwa sehemu kubwa sana kuweza kuchagiza uchumi. La mwisho katika eneo hilo niseme pia kwamba kwenye lile kongamano tumeandaa pia mawasilisho ya kimkakati, ambayo tutakuwa tunajikita kwenye yale maudhui ya kongamano, lakini vile vile tunaona namna gani tunaweza kuunganisha mawasilisho hayo na fursa za kiuchumi, fursa za kijamii na kadhalika, kwa sababu inatoa picha. Kwa sababu ukiangalia matumizi ya teknolojia za kidijitali yana mchango mkubwa katika uchumi. Ndio maana tunasema uchumi wa kidijitali. Kwa sababu kwa mfano ukiangalia kidunia sasa hivi, uchumi wa kidijitali kwa ndani ya kipindi cha miaka kama 10 na ushe hivi imechangia kuongeza ajira za moja kwa moja takribani milioni 3.5 dunia nzima kwa bara la Afrika. Lakini kwa dunia kwa ujumla inakwenda kwenye zaidi ya 170 milioni. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba uchumi wa kidijitali na unauzungumzia uchumi wa kidijitali ni dhana pana kabisa. Lakini sisi tukizungumzia kwa upande wa elimu, tunasema kwamba elimu ndio chimbuko la rasilimali watu ya uhakika, ambayo itahakikisha kwamba tunakuwa na teknolojia sio tu zinazojibu changamoto za nchi yetu kama Tanzania, lakini teknolojia ambazo zinaweza kujibu changamoto za maeneo mengine, hususan ndani ya bara la Afrika ambalo maeneo mengi huwa tunafanana. Kuna hicho kipengele ambacho umetoka kukizungumza Profesa Mnyone cha ajira, nataka kufahamu sana na ni kwa namna gani kongamano hili ambalo ni mara ya pili sasa mnakwenda kuwa wenyeji limeweza kuwa sehemu ya mwarobaini wa tatizo la ajira hapa nchini. Nyinyi kama Wizara ya Elimu, tumeona vijana wengi sasa hivi wamejikita katika eneo hilo, lakini nyinyi ndio waratibu ambao mnatazama kwa jicho la pekee na kujua kumbe eneo lina manufaa. Mnaridhika na namna vijana wanavyochangamkia kipengele hiki cha mambo ya e-learning na vitu kama hivyo? Nashukuru sana kwa swali zuri ambalo limenileta labda kwa haraka nizungumzie kauli mbiu ya kongamano hili. Inasema kufikiria upya elimu na maendeleo ya rasilimali watu kwa ustawi wa Afrika. Elimu na maendeleo ya rasilimali watu kwa ustawi wa Afrika. Sawa. Na naomba hili niliunganishe pia na mageuzi ambayo yanasimamiwa na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa sasa, ambayo haya yanasadifiwa vizuri kabisa katika Sera ya Taifa ya Elimu na Mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023 pamoja na mitaala ambayo imeboreshwa. Ukiangalia kwa sehemu kubwa nchi yetu inatamani kuhakikisha kwamba inaongeza matumizi ya teknolojia ili isaidie kuhakikisha kwamba vijana wengi zaidi wa Kitanzania, ikiwezekana wote, waweze kufikiwa na elimu ambayo itawasaidia kujenga maarifa na ujuzi. Lakini vile vile ukiangalia msukumo mwingine wa sera hii ni kuhakikisha kwamba vijana wetu wanamaliza wakiwa na maarifa na ujuzi ambao inaweza ikawasaidia kuweza kujiajiri au kuajiriwa, lakini vile vile kuingia kuwa bora zaidi katika ushindani kwenye soko la kidunia. Na ndio maana ukiangalia kwenye sera tunazungumzia kwamba tuna ile mkondo wa jumla, lakini tuna ule mkondo wa amali ambao tunasema tunaanzisha, tunasema sekondari za amali, vocational
secondary education. Na vile vile kama wasikilizaji wetu wamefuatilia vizuri, ni kwamba ile elimu ya lazima sasa badala ya miaka 7 inakwenda miaka 10. Kwa hiyo tunazungumzia darasa la kwanza mpaka form 4 inakuwa ni lazima Mtanzania asome. Tunataka tuandae vijana wetu wafikie hatua kwamba wana uwezo wa kujiajiri, lakini vile vile na kuajiriwa. Kwa hiyo msukumo mkubwa utakuwa niseme msingi wa mageuzi kama haya ni kuhakikisha kwamba tunaongeza matumizi ya teknolojia. Kwa hiyo maana yake ni kwamba unapokuwa na elimu ambayo inamjenga kijana vizuri kwa maana ya maarifa na ujuzi, unaongeza uwezekano wa wao kuweza kuajiriwa. Lakini tukirudi sasa kwa mfano kwenye kongamano kama hili na makongamano mengine ambayo yanaweza yakajitokeza, niseme kwamba kongamano kama hili linaweza kutoa fursa kwa vijana wetu kuweza hata kupata ajira nje ya nchi kutokana na umahiri wao. Kwa hiyo tukiweza kuandaa vizuri, ina maana kupitia makongamano kama haya wanaweza kupata ajira nje ya nchi na ndani ya bara la Afrika, na ikiwezekana wakati mwingine hata nje. Lakini vile vile wanaweza wakaungana na wenzao kutoka nchi zingine, wakaweza kuanzisha biashara za pamoja ndani ya nchi. Kwa sababu kutokana na fursa unaweza kukuta kwamba nchi jirani na teknolojia fulani ambayo kwa nchi yetu wakiweza kuungana wanaweza wakaifanyia kazi pia ikaweza kufanya kazi vizuri zaidi. Lakini niseme msingi ni kuwa na vijana ambao wana maarifa, lakini vile vile wana hizi tunaita soft skills. Kwa sababu swala sio kuwa na ujuzi na maarifa pekee yake. Lazima uwe na soft skills ili uweze kushindana vizuri kwenye soko la ajira. Kwa hiyo unasikia leo Watanzania unaweza ukamkuta Mtanzania yuko Japan, yuko Misri, yuko wapi na wapi. Na tunatamani kwamba tuende hivi. Na kwa mfano ndugu mtangazaji, ukiangalia tu kwa sensa ya 2022 tunazungumzia sasa idadi ya watu Tanzania ni takribani milioni 61.74. Na ifikapo 2050 tunazungumzia population ya around 120 au zaidi ya pale. Manake ni mara mbili idadi ya sasa ya. Ukiangalia pia proportionally tuna wastani wa 37%, pengine karibia 40% ambao ni vijana. Kwa hiyo lazima tuhakikishe kwamba mageuzi tunayozungumzia katika nchi yetu yanawalenga kwa kiasi kubwa vijana. Lakini vile vile tuende zaidi, tuhakikishe kwamba tuna mageuzi ambayo yanalenga wasichana na wanawake. Tunafahamu role kubwa walionayo makundi haya katika kuweza kuchagiza uchumi. Kwa tunaona namna tunavyokwenda, tuna imani kwa kiasi kikubwa sana kutokana na utandawazi, kutokana na maendeleo ya teknolojia, fursa za ajira zitazidi kuongezeka. Na kwa kumalizia tu kidogo kwenye eneo hilo niseme, kwa mfano kuna kitu tunaita akili mnemba. Hii ni moja ya teknolojia zinazoibukia. Artificial intelligence. Wengine wanapenda kuita akili bandia. Kiliunde. Inadogosha kidogo maana halisi ya artificial intelligence au akili unde. Kwa takwimu zilizopo kupitia Baraza la Uchumi la Kimataifa, tunategemea kwamba ifikapo 2030 ndani ya bara la Afrika, miaka 5 mara ijayo, shughuli zinazotokana au zinazoendana au zinazobebwa na matumizi ya akili unde zitachangia katika uchumi wa bara la Afrika kwa takribani dola za Kimarekani trilioni 2.9. Dola trilioni 2.9. Maana ni kama trilioni 3 sasa hizi. Takriban. Unaona hili ni eneo la akili unde. Tukiweza kuongeza wigo wa matumizi yake. Kucha msingi ni kama nchi ni kuangalia sisi tunaweza tukachangia kwa kiwango gani kwa. Ambacho mimi nadhani ukiangalia kwa fursa nyingi tulizo nazo. Kama tutajikita katika kuhakikisha kwamba akili unde inatumika kwenye maeneo ambayo ni ya vipaumbele kwa nchi yetu. Hatuhitaji kukimbizana na Marekani na Uingereza na nchi zingine. Tuangalie kwa muktadha, kwa context ya nchi yetu. Ni fursa zipi ambazo zinaweza zikafaidika vizuri zaidi kwa matumizi ya akili unde na tukaweza kupanua wigo wa kibiashara.
Kwa unaona hilo ni eneo moja. Yeah. Lakini kuna maeneo mengi katika teknolojia zinazoibukia. Kwa mfano kuna vitu unaita blockchain. Yeah. Kuna vitu unaita big data science, uchanganuzi wa wigo mpana wa takwimu. Kuna vitu tunaita internet of things na kadhalika na kadhalika. Hivi tukiweza kujiposition vizuri kama nchi, ninaamini kwamba zitakuwa na mchango mkubwa sana katika maendeleo ya kiuchumi na kijamii ndani ya nchi yetu, lakini ndani ya bara la Afrika. Ndio maana natamani makongamano kama haya, kama e-learning Africa 2025, tuhakikishe kwamba tunavutia makongamano mengi zaidi. Mengi zaidi. Tukijipanga vizuri tutapata mchango mkubwa. Profesa, ukiangalia msingi wa kongamano hili, umetoka kuzungumza hapa wakati tunaanza mazungumzo yetu, ni kwamba Waafrika wanakutana kwa ajili ya kubadilishana uzoefu katika eneo hili la e-learning. Ningependa kufahamu sisi kama Tanzania, ni teknolojia gani tumejiandaa nazo ambazo tunatarajia kuziuza ama kuzitangaza kupitia kongamano la e-learning mwaka huu? Nakushukuru sana. Hilo ni swali zuri. Kwa sababu moja ya matukio katika kongamano hili ni maonesho ya teknolojia za kidijitali ambazo zinaweza kutumia kwenye elimu, lakini vile vile zinaweza kutumika kwenye sekta zote. Lakini niseme kwa kiasi kikubwa itakuwa ni ile teknolojia ambazo zinatumika kwenye sekta ya elimu. Kwa hiyo kuna waoneshaji kutoka Tanzania wengi ambao watashiriki, ikiwemo wabunifu ambao wamebuni teknolojia mbalimbali ambazo zinaboresha ujifunzaji, ufundishaji na usimamizi wa sekta ya elimu. Kwa mfano tuna kampuni, tutakuwa na vijana ambao ni innovators kutoka kwenye tunaita kampuni tuseme ni startups. Takriban 12. Na ni vijana ambao tulishai kufanya mahojiano nao, tukaona teknolojia na wengine teknolojia zao zinatumika katika shule mbalimbali mpaka sasa. Kwa mfano kuna teknolojia moja ambayo inatumika kwa ajili ya kufanya assessment ya masomo. Kwa mfano kupata idadi ya wanafunzi na wanapofanya mitihani kuweza kuregister hizo marks zao kwa ajili ya kuweza kutoa taarifa na vitu kama hivi. Lakini vile vile kuna teknolojia ambazo vijana wamezigundua ambazo zitasaidia kuhakikisha kwamba mwalimu mmoja ambaye ni bora anaweza akafundisha madarasa mbalimbali katika maeneo tofauti. Lakini vile vile kuna ambao wanaendelea na tunaita pilot au majaribio kuona namna gani ambavyo simu za mkononi zinaweza zikatumika katika mashule kwa ajili ya kuchagiza ujifunzaji na ufundishaji. Kwa sababu ukiangalia kwa sasa mashule mengi ya sekondari kuna limitation kidogo kutumia simu, lakini tunaona kuna fursa ya kutumia simu vizuri ili kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata elimu. Lakini vile vile katika teknolojia hizo kuna teknolojia ambazo zinarahisisha ujifunzaji na ufundishaji. Kwa mfano ukiangalia masomo ya sayansi, mara nyingi unakuta kwamba inakuwa ni nadharia zaidi, lakini kuna teknolojia ambazo wamekuja nazo ambazo zinarahisisha na zinaboresha uwasilishaji wa mada mbalimbali kwa kutumia picha na maumbo mbalimbali. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kwa vijana kuweza kuelewa zaidi. Lakini niseme ni kwa kisheria mtangazaji na wanaosikiliza kwamba kwenye eneo hilo vijana wetu wa Kitanzania kiendelea kuboresha mazingira, especially kwenye hii tunaita educational technologies. Kwa kweli tuna teknolojia nyingi ambazo ni nzuri. Na nitawapa mfano, huwa tunapata maombi kutoka nchi mbalimbali ya teknolojia mbalimbali ambazo zinaweza zikatumia katika kuongeza ubora wa elimu yetu, lakini kuhakikisha kwamba Watanzania wengi zaidi wanapata fursa. Nyingi ya teknolojia hizo ukilinganisha na teknolojia ambazo vijana wetu wamezitengeneza nchini, za kwetu ni nzuri zaidi. Kwa ndio maana natamani sasa tunakuja na juhudi za makusudi kuhakikisha kwamba tuna uwezo wa kuziingiza sokoni. Hizi siku 3 zitatosha kweli kwa mambo ambayo unanieleza Profesa, kuanzia Mei 7 mpaka 9, kwa sababu inaonekana vitu ni vingi na hili ni eneo nyeti sana. Unajua sasa hivi dunia yote inaelekea huko sasa hivi katika mambo ya dijitali, mambo ya teknolojia, mambo ya ubunifu. Siku 3 zitatosha. Mmejiandaa vya kutosha kweli Profesa Mnyone? Nakushukuru sana. Ni kweli kwa sababu ya wingi wa mambo siku 3 zinawezekana zikawa ni chache, lakini mimi naamini tukijipanga vizuri bado
tunaweza kufaidika na kunufaisha nchi yetu kwa sehemu kubwa sana. So kama nilisema, hii itakuwa ni entry point. Tunachagiza kwa namna moja au nyingine, lakini tunategemea sasa hawa washiriki tuwafanye wakitoka Tanzania watoke na kumbukumbu nzuri, ili wafikirie kesho na kesho kutwa kuja kuwekeza nchini. Wanataaluma wetu ambao watakuwa ni sehemu kubwa sana ya kongamano hili, tunategemea kwamba mwisho wa siku waweze kuanzisha mashirikiano na wanataaluma kutoka maeneo mengine. Wana viwanda wetu ambao watakuwa sehemu ya kongamano hili, wahakikishe kwamba wanatengeneza ushirikiano, kwa sababu ukiangalia hata kwenye yale malengo ya uanzishaji wa kongamano hili, ukiachilia zile technical aspects, vile kongamano hili lilianzishwa ili kuweza kuchagiza mashirikiano na ubia baina ya nchi na nchi, mashirika, taasisi, kampuni na watu binafsi. Tunaiona wapi Tanzania katika kipengele hiki cha e-learning kwa miaka 5 kama vile ilani zetu zinavyosema, miaka 5, Profesa? Nataka tujione wapi? Nataka tuone vijana wa Kitanzania wako wapi katika kuchangamkia fursa hizi za e-learning na mambo ya teknolojia, mambo ya ubunifu, mambo ya sayansi. Nashukuru sana. Nashukuru sana kwa swali zuri. Wewe kama mtaalamu unatamani miaka 2030 kwenda mbele, tuwe katika hatua gani? Nashukuru, swali zuri ambalo nadhani pia linahusiana vizuri sana na dhamana ya wizara yetu. Hii inaitwa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Na ile dhamana ya sayansi na teknolojia, bila shaka wengine inawachanganya kidogo, lakini niseme dhamana hii ni katika sekta ya elimu na sekta zingine za kiuchumi na kijamii nchini. Dhamana ya wizara hii ina span all across. Kwa sekta zingine tunawaita ni implementing partners. Kwa hiyo unaona namna ambavyo hivi vitu vimekaa vizuri, kwamba una elimu hapa ambayo inatakiwa kutengeneza ndio msingi wa wataalamu wazuri, alafu na sayansi, teknolojia na ubunifu ambao msingi wake sasa ni human resource ambayo ina uwezo wa kuweza kudrive science, technology and innovation. Kwa kweli mimi natamani kwa 2030 na kwa juhudi ambazo zinaendelea nchini, kwa sababu tuna mazingira ya kisera yanazidi kuimarishwa, lakini mazingira ya kuhakikisha kwamba tunapata rasilimali watu ambao ni nzuri yanazidi kuimarishwa, lakini vile hata ukiangalia tu kwa generation tulionayo, generation ambayo inapenda teknolojia. Kwa hiyo pia tu inakupa picha kwamba tukiweza kujiposition vizuri tunaweza kufika mbali. Tunatamani 2030 labda ninaweza nisiweze kuizungumza kwa asilimia, lakini ninakuhakikishia sehemu kubwa ya vijana wa Kitanzania wataweza kupata fursa sio tu ya kupata elimu bora kwa kupitia teknolojia, lakini vile watapata fursa ya kuhakikisha kwamba teknolojia za kufundishia na kujifunzia ambazo wanazitengeneza zinaweza kuingia sokoni na zinaweza zikatumika hata kwenye mataifa mengine. Na hii inachagizwa vizuri sana kama alivyosema na ule msingi wa sera yetu ambao imeboreshwa na hii tunasema mitaala, lakini niseme pia kwamba tayari kama taifa tumeshaandaa na tumeshazindua mkakati wa kitaifa wa matumizi ya teknolojia za kidijitali katika elimu kwa miaka 5. Na ndani mle tuna shabaha mbalimbali, tuna misingi mbalimbali ya kuhakikisha kwamba tunakwenda mbele. Na tulichokifanya ni kwamba mkakati ule tumeshaainisha rasilimali zinazohitajika na tumeshaweka shabaha na kuhakikisha kwamba walau ndani ya miaka 5 kila mwaka tutaweza kufikia wapi. Lakini sambamba na ile tuna miongozo mbalimbali ambayo tumeiandaa na imezinduliwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba matumizi ya teknolojia za kidijitali, lakini vile masuala ya utafiti na ubunifu yanaimarishwa vizuri. Kwa mfano tuna mwongozo katika ngazi ya tunaita basic education na teacher education. Tuna mwongozo katika ngazi ya elimu ya ufundi, tuna mwongozo katika ngazi ya vyuo vikuu, lakini pia tuna mwongozo wa matumizi ya akili unde katika sekta ya elimu. Kwa sababu lazima tuhakikishe kwamba tunakuwa na hizi strategic documents ambazo zitatuguide all across. Lakini niseme pia hizi zitatumika sambamba na documents. Lakini huu mkakati ni wa msingi sana na tumeazimia kuhakikisha kwamba tunautekeleza kwa nguvu. Na tunashirikisha sekta binafsi
vizuri kabisa, kwa sababu mara nyingi huwa ninasema inawezekana kwamba tuna wadau wengi sana kwenye hili eneo ambao wanachangia na tuna rasilimali nyingi ambazo zinatumika, lakini kabla ya kuhakikisha kwamba tuna align efforts zetu kutoka sekta ya umma na binafsi, unaweza kujikuta kwamba rasilimali tunayoitumia inakuwa kubwa kuliko matokeo tunayoyapata. Lakini kwa kupitia mkakati huu tutahakikisha kwamba tunakaa na wadau katika sekta ya umma na binafsi, alafu tunaangalia vipaumbele vilivyoko pale ndani na kualign hizo efforts zetu ili wote kwa pamoja tuweze kuwa na focus moja, na bila shaka kama nilivyosema 2030 tutakuwa tunazungumzia Tanzania tofauti katika matumizi ya teknolojia za kidijitali. Profesa Ladislaus Mnyone, mkurugenzi idara ya sayansi, teknolojia na ubunifu kutoka Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, ni kushukuru sana kwa kutenga muda wako kuja kuzungumzia fursa ambazo tunazitegemea kuzivuna kupitia kongamano hili la e-learning 2025 hapa Tanzania. Nikushukuru sana, nitakia kila laheri kuelekea tukio hilo kubwa la kihistoria. Kualika watu kutoka mataifa takriban 80, wageni zaidi ya 1200 si jambo dogo. Kwa sababu pia tuna mkutano wa mawaziri wa elimu na teknolojia na maeneo mengine. Tunategemea kupokea ugeni wa mawaziri takriban 50 kwa ajili ya kushiriki kikao cha mawaziri. Kwa hiyo ni kongamano kubwa. Bingo. Tunafurahi kuwa sehemu ya historia hii. Bingo. Asante sana.